kuendelea na ujumbe wa kufuatilia that we started the last Sunday ambao tulianza Jumapili iliyopita, and try to finish up a few things that I need to say about this, and then we shall be blessed as we pray. na kuongea mambo machache alafu tutamalizia na kuomba. We will read from the book of 2 Kings now chapter 2. Last Sunday we read Ruth chapter 1. Tutasoma katika Wafalme wa Pili sura ya pili, beginning verse 1. kuanzia mstari wa kwanza. And this is a story about Elisha and Elijah. Na hii ni hadithi juu ya Elia na Elisha. Bible says verse 1. Biblia inasema mstari wa kwanza, When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Elia mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, Elisha and Elijah were on their way to Gilgal. Elia na Elijah walikuwa pamoja kwenda Gilgali. Elijah said to Elisha, "Stay here, the Lord has sent me to Bethel." Elia akamwambia Elisha, tafadhali kaa hapa maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. But Elisha said, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. So they went down to Bethel. Basi wakashuka mpaka Betheli. The company of the prophets at Bethel came out to Elisha and said, Basi wana wa wanabii waliokuwako Betheli wakatoka kuonana na Elisha wakamwambia, "Do you know that the Lord is going to take your master from you today?" Je, unajua ya kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo? "Yes, I know," Elisha replied. Akasema, naam najua. Akajibu, "So be quiet." nyamazeni. Then Elijah said to him, Elia akamwambia, "Stay here, Elisha. tafadhali kaa hapa The Elisha, Lord has sent me to Jericho." maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko. And he replied, Akasema, "As surely as the Lord lives kama Bwana aishivyo and as you live, na roho yako I ishivyo, will not leave you." sitakuacha. So they went to Jericho. Nao wakafika Yeriko. The company of the prophets at Jericho Basi wana wa wanabii waliokuwako Yeriko went up to Elisha and asked him, wakamkaribia Elisha wakamwambia, "Do you know the Lord is going to take your master from you today?" je, unajua ya kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo? "Yes, I know," he replied. Akajibu, naam najua, nyamazeni. "So be quiet." Nyamazeni. Then Elijah said to him, Elia akamwambia, "Stay here, the Lord has sent me to Jordan." tafadhali kaa hapa, Bwana amenituma niende mpaka Yordani. And he replied, Akasema, "As surely as the Lord lives and as you live, kama Bwana aishivyo na roho yako I will ishivyo, not leave you." So the two of them walked on. sitakuacha. Wakaendelea mbele wote wawili. 50 men of the company of the prophets went and stood at a distance, Basi watu 50 wa wale wana wa manabii wakaenda wakasimama facing the place where Elijah and Elisha had stopped at Jordan. nao hao wawili wakisimama karibu na Yordani. Elijah took his cloak, Elia akalitwaa vazi lake, rolled it up and struck the water with it. akalikunja akayapiga maji, The water was divided to the right and to the left, yakamwagika huku na huku, and the two of them crossed over on dry ground. na hao wawili wakavuka nchi When they kavu. had crossed, Elijah said to Elisha, Hata ikawa walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia "Tell Elisha, me, what can I do for you before I am taken from you?" omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla "Let sijaondolewa." me inherit a double portion of your spirit," Elisha replied. Elisha akasema, na kuomba sehemu marudufu ya roho yako. "You have asked a difficult thing. Akasema, umeniomba neno gumu, Yet if you see me when I am taken from you, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako, it will be yours. utalipata, Otherwise it will not." na la haukuniona And as they were hutalipata. walking along talking together, Ikawa walipokuwa wakienda wakiongea, suddenly a chariot of fire
tazama kukatokea gari la moto, and horses of fire appeared na farasi wa moto, and separated the two of them. likawatenga wale wawili. And Elijah went up to heaven in a whirlwind. Na Eliya akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Elisha saw this and cried out, Naye Elisha akaona akalia, my father, baba yangu, baba yangu, the chariots and the horsemen of Israel. gari la Israeli na wapanda farasi And wake. Elisha saw him no more. Asimuone tena kabisa. Then he took of his garment and tore it into two. Akashika mavazi yake mwenyewe akairarua vipande viwili. Elisha then picked up Elijah's cloak Akisha Elisha akaliokota lile vazi la that had Eliya fallen from him and went back and stood on the banks of Jordan. lililomwangukia, akarudi akasimama katika ukingo wa He Yordani. took the cloak that had fallen from Elijah and struck the waters with it. Akalitwaa lile vazi la Eliya lililomwangukia akayapiga maji. Where now is the Lord God of Israel, is now the Lord God of Elijah? Akasema, yuko wapi Bwana Mungu wa Eliya? He asked. Naye akauliza. When he struck the water, it divided to the right and to the left, and he crossed over. Alipoyapiga maji yakamwagika huku na huku, Eliya akavuka. The Lord bless his word this afternoon. Na Bwana abariki neno lake mchana wa leo. We're talking about following through. Tunazungumzia kuhusu kufuatilia. And last Sunday we saw the story about Ruth and Naomi. Na Jumapili iliyopita tuliona hadithi ya Ruth na Naomi. And the way they walked together. Na jinsi walitembea pamoja. Despite the hard times that they were going through. Hata kama walikuwa napitia mambo magumu. And we saw Naomi choosing to remain, we saw Ruth choosing to remain with Naomi. Tukaona Ruth akiamua kubakia na Naomi. Despite the fact that their husbands had died. Hata kama waume wao walikuwa wamekufa. And we said that we must be willing to follow through. Na tukasema lazima tuwe tayari kufuatilia. If we're going to get the power of God in our lives. Kama tutapata nguvu za Mungu. If we're going to be fruitful in the year of fruitfulness. Kama tutazalisha mwaka huu wa matunda. We have to choose to follow through to the very end. Lazima tufike hadi mwisho. I remember telling you that challenges will always come. Nakumbuka nikiwaambia changamoto zitakuwa. But those should not separate us from God. Lakini haipaswi kututenganisha na Mungu. Because we are called to the very end. Kwa sababu tumeitwa hadi mwisho. Nothing should take us from the love of Christ. Hakuna ambalo linafaa kututenganisha na And we Kristo. see Naomi saying. Na tunaona Naomi akisema. That as much as you live. Mradi unaishi. I shall not leave you. Sitakuacha. She followed Naomi to the very end. Akamfuata Naomi hadi mwisho. And this afternoon. Na mchana wa leo. I want us to pick it up from there. Nataka tuendelee. Something wrong about this microphone. Please try and do it because it's not so good. You know, something that we see about Elisha. Kuna jambo ambalo tunaona kuhusu Elisha. That is so unique about his relationship with Elijah. Ambalo ni la kipekee kwa uhusiano wake na Eliya. I want you to connect the two stories here. Nataka unganishe hadithi mbili hapa. The reason as to why Ruth was so blessed. Sababu ya Ruth kubarikiwa. Is because of her relationship with Naomi. Ni kwa sababu ya uhusiano na Naomi. And now I want to show you. Na sasa nataka kuonyesha the relationship between Elisha and Elijah. Uhusiano kati ya Eliya na Elisha. Elisha was the assistant to Elijah. Elisha alikuwa msaidizi wa Eliya. Elisha was walking with Elijah everywhere they went. Elisha alikuwa anatembea naye kila mahali. And so the Bible says. Na kwa hivyo Biblia inasema. That there came a time when the Lord was about to take Elijah to heaven. Ikafika wakati ambapo Mungu alikuwa anataka kumuondoa Elijah. And so the Bible says that as they were walking together. Na Biblia inasema walipokuwa
anatembea. Elijah tells Elisha, Elia anamwambia that Elisha stay at Gilgal, kwamba bakia Gilgali, because the Lord has commanded me to go to Bethel. kwa sababu Mungu ameniamrisha kwenda Bethel. And in a similar manner like what happened between Ruth and Naomi, Na vile ilivyotendeka kati ya Ruth na Naomi, Elisha says to Elijah, Elisha anamwambia Elia, as surely as the Lord lives, mradi Bwana anaishi and as you live, na mradi unaishi, I will not leave you. sitakuacha. This is so closely related to what now Ruth tells Naomi. Inakaribiana na vile Ruth aliambia Naomi. Because Ruth tells Naomi Ruth anamwambia Naomi, that do not persuade me to leave you, usinishawishi nikuache, because where you go, I shall go. kwa sababu uendapo nitaenda. Your people shall be my people. Watu wako watakuwa watu wangu. Your God shall be my God. Mungu wako atakuwa Mungu When wangu. you die, I shall die. Mahali utakufa And nitakufa. where you shall be buried, there shall I be buried Mahali also. utazikwa nitazikwa. Very close relationship between the two of them. Inakaribiana katikati ya hawa This is wawili. a story of somebody who is willing to follow the other. Ni hadithi ya mtu ambaye ako tayari kufuata Elisha mwingine. was willing to follow Elijah everywhere. Elisha alikuwa tayari kufuata Elia. And I asked myself the biggest question. Na nikajiuliza swali kubwa. Why is it that Elisha was so willing to follow Elijah? Kwa nini Elisha alikuwa tayari kumfuata Elia? Just like it was that Ruth was willing to follow Naomi. Kama vile Ruth alikuwa tayari kumfuata Naomi. And it's because these two people knew the secret. Ni kwa sababu waligundua siri. They understood who is it that was carrying their destiny. Walifahamu ni nani ambaye alikuwa amebeba hatima. Ruth understood so clearly Ruth alielewa wazi that Naomi is a carrier of her destiny. kwamba Naomi amebeba hatima yake. Praise be to the name of Jesus. Bwana asifiwe. Remember, Ruth was a Moabite girl. Kumbuka Ruth alikuwa msichana wa Kimoabite. She was not among the children of Israel. Hakuwa mwana wa Israeli. She understood that by associating herself with Naomi, Aligundua akihusika na Naomi, her destiny would automatically change. hatima yake itabadilika. And she becomes an heir of the blessing of God. Na atamiliki baraka za Mungu. Now here is Elisha. Na hapa ni Elisha. He has been observing Elijah through. Alikuwa anamtazama Elia. He saw the many miracles that Elijah was doing. Aliona miujiza mingi ambayo He alitenda. understood that God was working with Elijah. Aligundua kwamba Mungu alikuwa And pamoja he naye. understood that the only way Alijua njia ya to pekee get my destiny blessed ili nipate hatima yangu is to walk with Elijah. ni kutembea na Elia. So he tells him, Na kwa hivyo anamwambia, do not tell me to leave you, usiniambie nikuache, because as much as you live, kwa sababu mradi unaishi and as much as the Lord your God lives, na mradi Mungu anaishi, I shall not leave you. sitakuacha. But I wanted to look at what happens immediately after that. Lakini nataka uangalie kile kinafanyika. Verse 3, the Bible says Mstari wa 3 Biblia inasema that the company of the prophets came at Bethel came to him. kwamba At Gilgal came to him. kwamba kundi la wanabii pale Gilgal wakaja kwake, And they asked him, wakamuuliza, do you know that the Lord is going to take away your master from you today? je, unafahamu kwamba Mungu ataondoa bwana wako siku ya leo? This is the most discouraging statement that ever come. Hili ni jambo la kushusha moyo zaidi. You are trying to follow someone, Unajaribu kufuata mtu and then somebody comes and tells you, na mtu anakuja anakuambia, do you know je, unafahamu that the Lord is going to take your master away from you today? kwamba Mungu ataondoa bwana wako siku ya leo? Not even tomorrow, Sio kesho, not even next week, sio juma but he lijalo, tells him today, lakini anamwambia leo your master will be taken away from bwana you. wako ataondolewa. And he says, Lakini anasema, yes, I know, ndiyo nafahamu, so be quiet. nyamazeni.
Have you seen these people who always are full of discouraging messages? Je, umeona hao watu ambao wako na ujumbe wa kukushusha moyo? Do you know there are people that can never give you anything encouraging? Je, unajua watu ambao hawezi kupa neno la kukutia moyo? Do you know there are people that can show you the positive side of life? Je, unajua kuna watu ambao hawezi kuonyesha mambo Every time mazuri you ya try maisha? to make a few steps, Kila wakati ukifanya hatua, because you're so persuaded that you have a destiny, kwa sababu umeshawishika uko na hatima, they tell you that you can never make it. wanakwambia hauwezi faulu. They look at you singing in the praise team, Wanakuona ukiimba kwa kundi la kuabudu, and they tell you your voice is neither a bass nor a tenor. wanakuambia sauti yako haitambuliki, It is not a soprano or an alto. haitambuliki kabisa. You are somewhere in between. You can never make it in singing. Wanakuambia hauwezi faulu kwa kuimba. You try to come up and say that I want to train myself to be a preacher. Unajaribu, unasema nataka kuwa mhubiri, And because you don't know how to hold the na microphone, kwa sababu hujui kushika kipasa sauti. you know some of us were trained how to hold the microphone in the bush. Unajua wengine tulifunzwa kushika kipasa sauti msituni. That is why we hold it anyhow, anyway. Ndiposa As long as it can be held. tunaishika kwa njia yoyote mradi inaweza ikashikika. There was no school of public speaking those days. Hakukuwa na masomo ya kufundishwa jinsi ya kuzungumza. There was no music school those days. Hakukuwa na shule ya muziki. We did it in the bush. Tulijifunza msituni. How many of you saw the photo that I posted in the one that I preached in my first crusade? That must have been in the 1995. Wangapi waliona picha mtandaoni ambazo niliweka zile nilihubiri crusade ya kwanza mwaka 1995? Myself and one of my covenant partners in faith called Pastor Nixon, we were preaching in a crusade using one microphone. Mimi na ndugu wangu mmoja wa agano tulikuwa tunahubiri katika crusade na kipasa sauti kimoja. We were small boys Tulikuwa vijana wadogo because we were in Form 2. kwa sababu tulikuwa kidato cha pili, And we did not know how to hold the microphone, I can tell you. na hatukujua kushika kipasa sauti. Looking at that photo, you can actually tell we were fighting over the microphone. Ukitazama ile picha unaweza ukafikiria kwamba tulikuwa tunang'ang'ania kipasa Because sauti. I was preaching, he was interpreting for me. Kwa sababu nilikuwa na hubiri, alikuwa na tafsiri, And both of us needed to be heard. na sisi wote tulihitaji So kusikizwa. we're holding the microphone like ugali. Tunashikilia You know, kipaza sauti kama ugali. Some of you love eating ugali and make it. They say that they are producing some enzymes in your hands, so they make the ugali sweeter. So they make sure that the ugali touches every part of your palm. Wengine wanachukua ugali wanaifinya katika mkono iguze kila sehemu ya mkono. After you have messed up with the ugali, you even toss it in the air and hold it. Baada ya kuikunja unaitupa angani na unaishikilia, Then you can throw it into the mouth. na unaitupa katika kinywa. That is what we were doing. Hivyo ndivyo tulikuwa We did tunafanya. not know how to do it. Hatukuwa tumefunzwa. I remember the first microphone I held was a wooden microphone. Na kumbuka ile ya kwanza ilikuwa ya mbao. Remember I told you once that I made a jukwaa behind my father's house, Kumbuka nilimwambia kwamba nilifanya jukwaa nyuma ya nyumba ya baba yangu, where I used to stand and preach to no one. mahali nilikuwa nasimama na sihubiri mtu yoyote. Every day after school I would go and jump on that pulpit the way I saw the preacher doing the crusade. Kila siku baada ya shule ningeruka juu ya jukwaa kama vile niliona mchungaji akifanya. Thank God I had chopped 2 wooden microphones Nashukuru Mungu nilikuwa nimechonga mbili vipasa and sauti tied them mbili, with thread so that they look like real microphones. na nikazifunga na uzi ili zionekane kama vipasa And sauti, so I kept on preaching to no one. na nikaendelea kuhubiri pasipo mtu. Thank God today I can hold a real microphone. Nashukuru Mungu siku ya leo naweza You know, when you nikashika. try to come up and try to preach and train yourself to be a preacher, Unajua vile unajaribu kuhubiri na kujifunza their kuwa mhubiri, voices that tell you that you can never make it. kuna sauti zinakwambia hauwezi faulu. There are people whose work is to discourage you. Kuna watu kazi yao ni kukushusha I moyo. came this morning to say, Nimekuja kusema do not pay attention to them, usiwasikize, because they were not there when God spoke to you about your kwa destiny. sababu hawakuwa pale Mungu Do not alipokuzungumzia. listen to the voices of the discouragement, Usisikize hizo sauti, because in the kingdom of God kwa sababu kwa ufalme there wa is no Mungu room for discouragement.
discouragement. Hakuna kushushwa We moyo. will rise up against the wishes of the enemy. Tutainua dhidi ya We will adui. take steps whether the devil likes it or not. Tutafanya hatua shetani We will apende prosper whether the devil wants it or not. Tutavuka shetani apende. We shall be fruitful whether the devil wants it or not. Tutazalisha shetani apende. Because we have heard the voice of God. Kwa sababu tumesikia sauti ya Mungu. Elisha says, Elisha anasema, I know he shall be taken away, najua ataondolewa, but that is not my business. lakini sio kazi There yangu. is something that I'm looking after. Kuna kitu ambacho natafuta. How many of you know that most of the times Wangapi wanajua wakati mwingi that your miracle is many times hidden behind the discouragement? kwamba muujiza wako umefichwa nyuma ya kushushwa moyo. Many times when things look like they're not working, Wakati mwingi mambo yakiwa magumu, your miracle is right behind that discouragement. muujiza wako uko nyuma. Choose to focus on what you want. Tazamia kile unataka. Stop focusing on the distractors. Usitazame wanaokushusha moyo. I told you Ruth was told by Naomi, Nilikwambia Ruth akaambiwa na Naomi, go back. arudi. I am too old to give birth to a son. Mimi ni mzee, siwezi nikazaa mwana wa kiume. You cannot wait until the son is grown up. Hauwezi ukangojea hadi mtoto akome. I have no hopes of giving birth. Sina tumaini la kuzaa. And Ruth said, Na Ruth akasema, do not persuade me to leave you. usinishawishi nikuache. Don't listen to the discouragements. Usisikize kushushwa moyo. Tell your neighbor, don't listen to discouragement. Mwambie jirani yako usisikize kushushwa moyo. There are people whose work is to tell you, Kuna watu kazi yao ni kukwambia, look at you. jitazame. People that are blessed don't even look like you in any way. Watu ambao wamebarikiwa hawaonekani kama wewe kwa njia yoyote. And my question is, Na swali langu ni kwamba, who is it that has a missiometer? ni nani huyo ambaye ako na kipimo? I hope this is a word like missiometer. Na tarajia kuna neno kama hilo. To measure the blessability of people. Kupima kubarikiwa kwa mtu. I came to tell you today, you may not look like you're a candidate of a miracle, but your miracle will still find you. Nimekuja kusema unaweza onekana sio muujiza, lakini muujiza wako utakupata. You may not look like you can be blessed, but God has a blessing for you. Unaweza onekana ni kama hujabarikiwa, lakini Mungu ako na muujiza. You may not look like you can make it in this life, but you surely will make it. Unaweza onekana huwezi faulu, lakini kwa hakika utafaulu. Lift up your hand and say hallelujah. Inua mkono wako useme Say, I shall haleluya. make it. Sema nitafaulu. Because that is the promise of God. Kwa sababu hiyo ni ahadi ya Mungu. And the Bible says they went together to Bethel. Biblia inasema wakaandamana pamoja kwenda When they Bethel. reached Bethel, Walipofika Bethel, the same kind of a story happened. hadithi ile ikafanyika. Elijah tells Elisha, Eliya anamwambia Elisha, stay in Bethel, bakia Bethel, because the Lord has commanded me to go to Jericho. kwa sababu Mungu ameniamrisha niende Yeriko. And Elisha says, Elisha akasema, do not tell me to be left behind, usiniambie niachwe nyuma, because as surely as the Lord lives, kwa sababu mradi Mungu anaishi and as long as you live, na mradi unaishi, I will not be left behind. sitaachwa nyuma. They went together to Jericho. Wakaenda pamoja Yeriko. The men of Jericho. Watu wa Yeriko. I don't like people of Jericho, by the way. Sipendi watu wa Yeriko. I don't like people of Jericho. Sipendi watu wa Yeriko. I hope nobody lives in Jericho here. Natumainia hakuna mtu ambaye anaishi Yeriko hapa, because I don't want to be misconceived. kwa sababu sitaki kueleweka vibaya. You know, it is only in Nairobi where you have Jerusalem and Jericho and Judea. Unajua tu ni Nairobi ambapo kuna Yerusalemu, Yeriko na Judea. A friend of mine lives in a court called Judea Court. Kuna rafiki yangu ambaye anaishi mahali panaitwa Judea Court. And it does not even look anything close to Judea of the Bible. Na hata haikaribiani na mahali Judea katika But I don't Biblia. like people of Jericho. Lakini sipendi watu wa Yeriko. Bible says a man was moving from Jerusalem to Jericho. Biblia inasema mtu akaondoka kutoka Yerusalemu hadi Yeriko. When he fell in the hands of robbers. Alipoangukia mikono ya wezi wa mabavu. I don't like Jericho people.
sipendi watu wa Tell your neighbor, Yeriko. don't stay in Jericho. Mwambie jirani yako usiishi Yeriko. There are robbers. Kuna wezi wa mabavu. And I can tell you, even in Jericho of Kenya, there are robbers. Naweza nikakuhakikishia hata Yeriko ya Kenya kuna wezi wa mabavu. Do your homework. Fanya kazi ya ziada. Where did you used to live? Jerusalem or Jericho? Ulikuwa unaishi Brother wapi? Titus used to live in Jericho. I told you. Ndugu Titus alikuwa anaishi Yeriko nakwambia. Praise be to the name of Jesus. Bwana asifiwe. How many house breakages take place in Jericho? Je, ni mara ngapi nyumba zinavunjwa You kule cannot just leave Yeriko? your clothes outside, they will be stolen. Hawezi acha nguo nje zitaibiwa. So I don't like Jericho. Na kwa hivyo sipendi The men Yeriko. of Jericho came and told Elisha, Watu wa Yeriko wakaja kumwambia Elisha, are you aware je, unafahamu that you're following a man that is going to be taken away from you today? kwamba unafuata mtu ambaye ataondolewa leo? They tell him, you are not in your mind. Wakamwambia kwamba wewe hauko kwa akili zetu. Why do you keep following Kwa nini unafuata somebody that is about to be taken away mtu from you? ambaye ako karibu kuondolewa? Elisha looks at them. Elisha anawatazama, He tells them, I know he's being taken away, anawaambia nafahamu anaondolewa, but keep quiet, lakini nyamazeni, because I'm not interested with your distraction. kwa sababu sitaki kushushwa moyo. The Bible says they went to Jordan. Biblia inasema wakafika Yordani. When they got to Jordan, Walipofika the Yordani, word of God says neno la Mungu lasema that Elijah was holding his cloak, kwamba Eliya alikuwa ameshika vazi lake, and when he was standing with his cloak, na alipokuwa amesimama na vazi he lake lifted it up over the water, akaliinua juu ya maji and he touched the river Jordan with it. na anapiga mto Yordani. Now I want you to see the difference that is coming. Nataka uone tofauti. At Jericho, Kule Yeriko there were people that were telling him, kulikuwa na watu walikuwa wanamwambia, do you know je, unajua that your master is being taken away? kwamba bwana wako anaondolewa? In actual fact, the number of these people is not given, Kwa hakika idadi ya watu hatujaambiwa. unless it is only my Bible that does not give them. Pengine ni Biblia yangu tu ambayo haisemi hivyo. It says the company of prophets Inasema wana wa manabii at Jericho pale Yeriko went up to Elisha and said, wakamwendea Elisha do you know wakasema, the Lord is going to your Lord is going to be taken away from you today? je, unajua bwana wako ataondolewa siku ya leo? The number is not given, Hatujaambiwa idadi, but at Jordan, lakini pale Yordani Bible says in verse 7, Biblia inasema mstari wa 7, 50 men of the company of prophets. watu 50 wa manabii. I love Jordan. Napenda Yordani, I love Jordan. napenda Yordani Because at Jordan there is a 50 men kwa sababu pale Yordani kuna watu that are 50 standing ambao to wanasimama watch my miracle come true so that they can become witnesses. kuona muujiza ili wakashuhudie. God is raising up an army Mungu anainua jeshi to become witnesses likawe mashahidi that I was down but now I'm up. kwamba nilikuwa chini nimeinuka, That you were poor but now you're rich. nilikuwa fukara sasa ni tajiri, That you were hopeless but now you have hope. sikuwa na tumaini niko na tumaini, That you were hated but now you are loved. nilichukiwa na sasa napendwa. Tell your neighbor, God is raising up people to testify. Mwambie jirani, Mungu anakuza watu kutoa ushuhuda. They are not one. Sio moja, They are not two. sio wawili, They are not 10. wala 10, They are not 20. sio 20, They are not even 30. sio 30, 50 of them watu 50 that will bear witness and ambao say, watashuhudia na we kusema saw him. tulimwona, We saw him. tulimwona. He came like a weak person. Alikuwa kama He did not mdhaifu, look like he can be blessed. kama huwezi barikiwa, But he followed through. lakini tulimfuatilia. And today he has made it. Siku ya leo amefaulu. I came to ask the church, Nimekuja kuuliza kanisa, do not give up following God. usikate tamaa kumfuata Mungu. Follow him to the very end. Fuata Mungu hadi mwisho. You're just about to get to your Uko Jordan. karibu kupata Yordani. You're just about to cross the Uko karibu river. kuvuka mto. Hallelujah. Bwana asifiwe. Oh, I love what my mother used to tell us. Napenda kile mama yangu alikuwa ananiambia. She used to say, Alikuwa anasema we shall cross the river of poverty. tutavuka mto wa ufukara. Not to Kariga Roerwa Thena. Tutavuka. Not to Kariga Roerwa Thena.
No tukariga roero Athena, we shall cross the river of poverty. Tutavuka mto wa I umaskini. came to tell you today, Nimekuja kusema you leo, might be struggling with your life. unaweza kuwa You're unang'ang'ana, struggling to rise up and become. unang'ang'ana kuinuka. Can I give you the secret? Nikupatie siri. Choose like Elisha. Amua kama I am Elisha. not going to be discouraged. Sitashushwa I am moyo. going to follow through. Nitafuatilia. I will be faithful to follow God. Nitakuwa mwaminifu. When he tells me to pray, Akiniambia I niombe, will follow in prayer. nitafuata kwa When he tells me to read the word, Akiniambia I will read the word of God. nitasoma When he tells me neno. to serve, Akiniambia nitumikie, I will serve. nitatumikia. And a time is coming. Wakati waja. Tell your neighbor, time is coming. Mwambie jirani yako wakati Tell your waja. neighbor, time is coming. Mwambie jirani yako wakati When I waja. shall cross Nitavuka the river. mto. And I hear in my heart, Nasikia ndani ya moyo wangu, there are people that are just about to cross their river. kuna watu ambao wako karibu kuvuka There mto. are men and women that are about to cross their Kuna river. wake na wanaume ambao wako karibu There are kuvuka. people that are crossing their river. Kuna watu wanavuka Lift mto. up your hand and say, I'm crossing my river. Inua mkono useme navuka Say, I'm mto. crossing my river. Vuka mto. I am crossing my river.